Katika ziara ambayo tumeanza tangu asubuhi katika manispaa ya Ilemela, tumeona tumepitia miradi mbalimbali ambayo miradi hiyo inatekelezwa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ambayo imekuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa wananchi, lakini pia na kutatua changamoto ambazo zimekuwepo. Tumeona miundombinu ya barabara ambazo tumekagua, barabara ambazo zimejengwa kupitia mradi wa TACTIC ambayo inagharimu zaidi ya bilioni 23.4. Ni mradi mkubwa na tumepata ushuhuda wa wananchi ambao wameona mabadiliko makubwa katika yale maeneo ambayo miradi hiyo imetekelezwa. Ushauri ambao tumetoa, kuna maeneo madogo madogo ambayo sasa serikali yetu ya mkoa na wilaya kupitia halmashauri na baraza la madiwani wanahitaji kusahisha kidogo, ili miradi hiyo sasa iendelee kuwa ni chachu ya maendeleo kwa wananchi wetu. Lakini tumeona kituo cha afya ambacho kinajengwa pia kwa mapato ya ndani. Tunatoa pongezi kwa halmashauri ya manispaa ya Ilemela kuendelea kutenga mapato ya ndani kwa ajili ya kujenga kituo cha afya ambacho tumeona katika kata ile kulikuwa hakuna huduma za afya. Kwa hiyo itasaidia sana wananchi wetu katika maeneo yale. Lakini ushauri ambao tumeona pale ni kwamba ndio hatua za awali zimeanza. Kwa hiyo tuendelee kuwasihi halmashauri, kwa kuwa alitenga fedha, basi cash flow iendelee kutoka kwa mkandarasi, na mkandarasi mwenyewe ambaye ni Suma JKT aweze kutimiza majukumu yake kama inavyotakiwa. Ambacho tumesisitiza ni kumsimamia kwa karibu mkandarasi, ili kwa kweli aweze kufanya kazi kwa muda ambao wamesema ni miezi 6 atakuwa amekamilisha kituo cha afya, ili wananchi waweze kupata huduma. Lakini leo mnaona tuko hapa tena shule ya sekondari ambayo pia na yenyewe imejengwa kwa mapato ya ndani. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya kamati pia kupongeza kitendo cha halmashauri ya manispaa ya Ilemela kutenga fedha tena kwa ajili ya kujenga shule hii. Tunajua halmashauri ina majukumu mengi ambayo imepangiwa na serikali, lakini bado inatenga fedha kuhakikisha kwamba inatoa mkwamo yale maeneo ambayo tunajua kulikuwa na changamoto kubwa sana ya watoto wetu, wamesema wanasafiri, wanatembea mwendo mrefu kwenda kufuata elimu. Lakini leo tunaona madarasa mazuri haya, lakini tunaona kwa awamu ya kwanza mradi umekamilika na bado awamu ya pili kumalizia, ili mradi uweze kukamilika zaidi. Tunachoomba na kusisitiza kama kamati, basi tuendelee kuwalinda vijana hawa, na tunavyoona hapa kwa bajeti zinazokuja, basi tunaweza kutenga bajeti kidogo kidogo kuhakikisha kwamba tunawazungushia fence, ili watoto wetu wakiwa humu ndani wanasoma wasipate bughudha aina yoyote kutoka nje, na wakitoka sasa nje ya fensi maanake wanaelekea nyumbani, lakini huku kwa mazingira ya shule yawe yamewapa uwezo wa kusoma bila kupata bughudha aina yoyote. Lakini kwa ujumla niseme kwa niaba ya kamati nipongeze serikali ya mkoa wa Mwanza chini ya Mheshimiwa RC Saidi Mtanda, Mheshimiwa Rasi, lakini na sekretarieti ya mkoa. Lakini tunapongeza wilaya ya Ilemela chini ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye umemwona tangu asubuhi tuko naye, wanafanya kazi nzuri. Lakini pia mkurugenzi pamoja na baraza la madiwani, tukiwa na mstahiki meya hapa mwanamama. Sasa wilaya imekabidhiwa kwa mama wawili, tunaona kazi inaenda. Lakini tumpongeze na kumpa joto Mheshimiwa mbunge mwenzetu ambaye ni mbunge wa jimbo la Ilemela, Mheshimiwa Kafiti, William Kafiti. Tunajua na nyie mnamjua, ni sauti ya radi kule bungeni, anapaza sauti, lakini tunaona matokeo. Kwa hiyo tunaamini Mheshimiwa mbunge, na yale ambayo umekuwa ukipigia kelele kupitia bajeti ya halmashauri ya serikali kuu, tunaamini jimbo hili linaenda kuwa ni jimbo zuri na kuweza kutatua kero za wananchi ambazo zipo, lakini na kuendeleza kuwaletea miradi mizuri kupitia serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kwa ujumla katika maeneo haya ya manispaa ya Ilemela sisi tuendelee kuwapa ushirikiano. Kamati inatambua zile gaps ndogo ambazo tunaenda kuainisha. Tunataka kuona spidi, unadhifu, umaridadi na umakini katika utekelezaji wa miradi, ili sasa kiu ya Mheshimiwa Rais iweze kukamilika, lakini na kiu ya bunge kama mwakilishi wa wananchi tuweze kuwasemea wananchi kuhakikisha kwamba wanapata miradi ambayo thamani ya fedha, lakini pia na miradi hiyo iweze kudumu na itunzwe kwa ajili ya matumizi angalau ya muda mrefu. Mimi napokea yale, kuna pongezi lakini pia kuna ushauri, na kuna maeneo ya kwenda kurekebisha, na kuna maeneo ya kwenda kuchukua hatua za haraka ili kuendana na ushauri wa kamati. Lakini wanaendelea kupongeza kutenga mapato ya ndani ya halmashauri kukamilisha miradi, hasa kile kituo chetu cha afya cha kisasa kabisa cha ghorofa, lakini pia katika shule yetu ya sekondari watoto wetu wapate maeneo ya karibu ya kusomea, kama ambavyo taarifa tumepokea hapa walikuwa wanatembea umbali mrefu, na ni dhamira ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba miundombinu hii inakuja karibu na jamii. Lakini Mheshimiwa Rais
Rais amekuwa akisisitiza sana ombi kuilinda miundombinu hii kwa wivu mkubwa sana ili ilete tija katika maeneo yetu. Ziara hii inakwenda kuwa chachu kwetu sisi viongozi wa jimbo la Ilemela, lakini pamoja na madiwani, mkurugenzi na mimi mbunge, kuhakikisha kwamba yale ambayo Mheshimiwa Rais ameahidi kuleta tabasamu kwa wananchi wetu tunaendelea kuyatimiza. Lakini vile vile tuendelee kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuleta pesa katika jimbo letu la Ilemela. Wanafunzi hao walikuwa wanatembea umbali mrefu sana, zaidi ya kilomita 3. Lakini vile vile kwa maana ya usalama wao, usalama wa wazazi ilikuwa ni changamoto kubwa. Uwepo wa shule hii umekwenda kuondoa changamoto ya riski kubwa waliokuwa wanaipata wakiwa wanaenda hizo shule zingine. Kwa hiyo mimi niendelee kuwapongeza wanafunzi, msome kwa bidii, si ndio? Sisi viongozi wenu tupo, tutahakikisha tunakuwa na maeneo mazuri na salama ya kuweza kusoma vizuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue nafasi hii sasa kuiomba kamati yako na mkurugenzi tuipe kipaumbele shule hii, iwekee uzio ili kuleta usalama kwa watoto hawa. Haona kama kama kuna shule zinapenda kutoa kipaumbele katika kujenga fence, hii shule iko mjini, basi hii iweze kupewa kipaumbele. Haona nasemaje wanafunzi? Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti na kamati yako, na mimi nakushukuru sana, tumeweza kufanya ziara na wananchi wote mliokusanyika hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, manufaa ya ujenzi wa shule hii ni pamoja na kuwawezesha wanafunzi wanaohitimu darasa la 7 katika kata ya Ilemela kupata elimu katika mazingira rafiki, kupunguza msongamano wa wanafunzi katika shule za jirani, kupunguza vitendo vya utovu wa nidhamu kwa wanafunzi ikiwemo utoro. Mradi huu utakwenda kuondoa kero kwa maeneo haya na pia wananchi wengi watarudisha imani kwa chama chetu, lakini pia wataendelea kutuunga mkono kwa sababu yale ambayo tumeahidi wakati wa kampeni ndio sasa tunakwenda kuyatekeleza kwa vitendo. Kwa hiyo mimi ni waombe sana muone halmashauri ya manispaa ya Ilemela jitihada ambazo wanazifanya kupitia mapato yake ya ndani, na kwa yale ambayo tunahitaji nguvu kutoka kwenu, basi tunaomba muwe wepesi wa kutusaidia ili tuweze kufanya bora na kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo sisi kama wawakilishi wa wananchi tuko hapa katika kusimamia mradi huu, na tumekuwa mara zote tumekuja kutembelea kuangalia hatua ambazo zimekuwa zikifanyika. Kwa hiyo mimi niseme SUMA tunakwenda nao vizuri na tunashauriana vizuri na tuko katika hatua nzuri. Mwenyezi Mungu anaweza akabariki changamoto zile ambazo mmeziona huku kwetu sisi zikatoka mfano kwenda vizuri. Lakini kubwa zaidi nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge wangu Kifiti, amekuwa tuko bega kwa bega na yeye katika kupambana na kuhakikisha kazi hii inaendelea kufanyika. Lakini pia bila kumsahau, wanasema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni, Mheshimiwa mkurugenzi wetu mama yetu Gumi amekuwa mama huyu akipambana sana kuhakikisha jambo hili linafanyika. Kwa hiyo hizi ni jitihada pia za kwake, lakini pia jitihada za baraza la madiwani. Kwa hiyo tunaomba sana muendelee kutufikisha salamu, lakini pia yale ambayo yanalenga kwa sababu mmeshakuja hapa na wilaya na wilaya mnazo nyingi, mkisikia halmashauri ya manispaa ya Ilemela jioni kuna mambo yanakwenda kufanyika mazuri. Kwa hiyo kama ni hela zikisema zije, basi angalau mnaweza mkao wepesi wa kusema. Lakini pia mradi huu unapokwenda kujengwa, unapoanza, pia viko vitu vingine ambavyo vinatakiwa vifunguke. Kwa mfano miundombinu ya barabara, lazima pia barabara ambazo tunazunguka hapa ziweze kupitika kwa sababu ni kwenda kutoa huduma ya kijamii. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge wangu akipiga kero ya barabara, nyinyi kwenu tunatakiwa mseme ndio mzee, mzigo uje, ili angalau hapa pale kama vile yeye ndio. Baada ya kusema hayo, mimi nasema nawashukuru sana pamoja na mtume fursa hii. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.